Katika video hii tunakwenda kuangalia matokeo ya wanafunzi ambao wameweza kumaliza darasa la 7 kwa mwaka 2025. Matokeo yao yameweza kutoka hapo leo, na katibu mtendaji wa Baraza la Mtihani la Taifa Bwana Profesa Said A. Mohamed ameweza kutangaza matokeo ya mtihani huu hapo leo, ambapo wanafunzi ambao waliweza kumaliza mtihani kwa mwaka 2025 walikuwa 1,146,164 waliweza kufanya mtihani huo, na matokeo yao yameweza kutoka hapo leo. Sasa basi, kabla tujakwenda kuangalia matokeo hayo, ningependa ufahamu kwamba jumla ya wanafunzi 937,581 wameweza kufaulu mtihani huo na kuweza kuchaguliwa kwenda sekondari, sawa na 81% ya ufaulu kwa watahiniwa wote. Sasa basi, bila kupoteza muda, twende tukatazame matokeo ya darasa la 7 kwa kufuata hatua zifuatazo ambazo mimi nitakuwa nazifanya hapa ili tuweze kutazama matokeo hayo kwa pamoja. Sasa basi, nenda katika simu yako, fungua Google Chrome au web browser yoyote ambayo unaitumia. Unaweza kutumia search engine za Google, zipo nyingi, lakini kwa mimi hapa nitatumia Google Chrome kwa sababu ndio inapatikana katika simu yangu. Na kama simu yako ina matatizo ya mtandao au eneo ambalo wewe hupo lina shida katika masuala mazima ya kimtandao, basi ningeweza kushauri uweze kutumia VPN. Kwa mfano kama mimi hapa, kwa sababu tulikutwa na itilafu ya kimtandao kwa mwezi huu wa 10, hivyo basi nimeweza kujihami mapema kwa kudownload VPN yangu, na kama unavyoona hapa naitumia, ipo connected. Kama hauna VPN, basi nakusihi uweze ku download VPN Google Play Store ama App Store kwa wale ambao wanatumia iPhone zeni. Fanya process zifuatazo baada ya kuunganisha VPN yako, yani kuimarisha internet yako. Fungua Google Chrome kama hivi, unasubiri, kisha unaenda mahali wameandika search or type, kisha bonyeza na uandike www.necta.go.tz, kisha search. Baada ya kusearch, itakuja kama hivyo, itakuja tovuti ya NECTA hapo juu, kama unavyoiona. Unaweza ukaibonyeza tovuti hiyo, lakini sikushauri sana, lakini ni vema ukaenda katika website hii ambayo mimi nitaitumia hapa ya mabumbe.com, kisha utaibonyeza. Then utasubiri. Baada ya kubonyeza, itafunguka kama hivyo na itakuletea mahali ambapo moja kwa moja umeandika matokeo ya darasa la 7 kwa mwaka 2025 kuelekea mwaka 2026, NECTA by region. Kisha utaweza kupandisha juu kama hivi. Utakuta ili neno wameandika continue reading, utalibonyeza neno hilo, then utasubiri. Yakija matangazo kama hayo, uta close, then itakuja kama hivi. Lile tangazo ambalo limekuja linaweza likaja au lisije, na kama litakuja baada tu ya kubonyeza neno continue reading, basi itakuleta mpaka hapa na utashuka chini ili tuweze kupata linki ya kwenda kutazama matokeo hayo ya darasa la 7 kwa mwaka 2025. Utashuka chini kama hivi mpaka utakapokuta mahali wameandika maneno ya blue kama unavyoyaona hapo, https, alama hizo mbili za nukta, alama za koma 2, kisha wameandika neno matokeo.necta.go.tz results 2025. Utabonyeza maneno haya blue kwa sababu ndo linki ambayo inakupeleka moja kwa moja katika matokeo ya darasa la 7. Utabonyeza kama hivyo, then tutasubiri na matokeo yataweza kufunguka kama hivi. Baada ya kufunguka kama hivi, tutayazoom. Tukisha zoom hapa, tunaweza kuona wameweza kuandika National Examination Council of Tanzania, PSLE mkato 2025 examination result, yani
Kwa Kiswahili ni Baraza la Mitihani la Taifa la Tanzania, na haya ndo matokeo wameweza kuweka hapa mikoa. Basi tutaweza kuchagua mkoa ambao sisi tunataka tuangalie matokeo katika shule husika ambazo zilizopo katika mkoa huo. Kwa mfano hapa tutafungua mkoa wa Dar es Salaam. Tutabonyeza ili neno Dar es Salaam kama hivi. Then tutazoom. Baada ya kufunguka kama hivi tutaweza kuzoom na tutaweza kuona huu ni mkoa wa Dar es Salaam, hizi ni wilaya zake. Kama unavyoona wilaya ziko 5. Kuna wilaya ya Dar es Salaam, Temeke, Kigamboni, Ubungo na Kinondoni. Hivyo basi utafungua wilaya ambayo unataka kuangalia matokeo. Kwa mfano hapa tunafungua wilaya ya Kinondoni. Tukishaibonyeza kama hivyo, kisha zitafunguka na kuja shule zote ambazo zinapatikana katika wilaya ya Kinondoni kama unavyoona. Sasa basi tunakwenda kuchagua shule ambayo sisi tunataka. Shule zipo nyingi sana katika wilaya ya Kinondoni. Hivyo basi utachagua shule ambayo unataka kuangalia. Let's say tunakwenda kuitazama hii shule ya Kigogo Primary School. Tutaibonyeza. Then tutasubiri. Matokeo yatakuja kama hivyo, ambayo haya ni matokeo ni ya shule ya msingi Kigogo. Tutayazoom kama hivyo na tutaweza kuangalia matokeo ya mwanafunzi mmoja mmoja. Kama unavyoona hapa wameweza kuweka wamejaribu kusummarize kama unavyoona hapo juu. Madaraja ya ufaulu kwa ujumla, kuna daraja A, B, C, D na E. Kuna wameweza kugawa hapa, kuna wavulana, wasichana na jumla. Kwa mfano kama hapa unavyoona daraja A, wasichana ambao wamepata daraja A ni 25 na wavulana ambao wameweza kupata daraja A ni 29. Jumla ya wanafunzi ambao wameweza kupata A katika shule ya msingi ni Kigogo ni wanafunzi 54 kama unavyoona hapo. Na ukija katika daraja B kama unavyoona hapo, wasichana ambao wameweza kupata daraja B katika shule ya msingi Kigogo ni 45 na wavulana ambao wameweza kupata daraja B ni wanafunzi 38 ambao ni wavulana ambao wameweza kupata daraja B katika shule ya msingi Kigogo, ambapo jumla ni wanafunzi 83 katika shule hiyo wameweza kupata daraja B. Na ukija kuangalia hapa daraja C, wasichana ambao wamepata C katika shule hiyo ni 9 na wavulana 16. Jumla ya wanafunzi ambao wameweza kupata daraja C katika shule ya msingi Kigogo ni 25. Na ukija kuangalia daraja D, msichana ambaye ameweza kupata D ni 1 na wavulana 2. Jumla ya wanafunzi ambao wameweza kupata D ni wanafunzi 3. Kama unavyoona hapa, jumla ya wanafunzi ambao wameweza kufanya mtihani katika shule hii ya msingi Kigogo ni 165 na wastani wa shule kiujumla imekuwa ya 217 kati ya shule 800 kati ya shule 1008 kama unavyoona hapo. Kama unavyoona zeni kama unavyoona matokeo ya shule ya msingi Kigogo ni hayo kama unavyoona. Turudi nyuma twende tukaangalie wilaya nyingine. Tunatoka hii hapa ya Kinondoni. Okay, tutoke Dar es Salaam twende mkoa mwingine. Twende let's say twende Arusha. Arusha kuna wilaya ngapi kama unavyoziona hapo? Zikishafunguka tutazoom ili tujue wilaya ziko ngapi. Arusha jumla wilaya ziko 7. Kuna wilaya ya Arusha mjini, Arusha, Sisi, Longido, Ngorongoro, Meru, Karatu na Monduli. Tujaribu kuangalia hii Arusha mjini, tutafungua. Then tutaziona shule zetu kama hizo. Shule zipo nyingi kama unavyoona. Tuchague shule ya shule gani hapa? Shule ya msingi Majimoto. Tuangalie hii shule ya msingi Majimoto. Kama unavyoona tutaifungua na matokeo ya shule ya msingi Majimoto yameweza kufunguka kama unavyoyaona hapa ninavyoyazoom. Walifanya mtihani ni wanafunzi 55, wastani wa shule ni 132 kati ya shule
63,600 kati ya shule 6,364. Wasichana ambao wamepata A hakuna, wavulana ambao wamepata A hakuna. Jumla shule nzima hakuna mwanafunzi ambaye ameweza kupata A. Waliopata B 3 kwa wasichana, kwa wavulana waliopata B 2. Jumla waliopata B ni 5. Kama unavyoona takwimu zipo nyingi, utaendelea